anayefuata Sheikh. Wewe uvuvi pamoja na mifugo ni nani? Aha, mifugo na uvuvi, sekta zenu. Na bosi yuko nyuma hapo, nilikuwa namuona anapambana huko mikoani huko na wafugaji na wavuvi. Sekta yenu ni sekta muhimu sana kwa vijana wetu, sana sana. Nadhani juzi au juzi nilikuwa na kikao na baadhi ya mawaziri hapa na watu ambao tunahitaji watusaidie, lakini katika kuibua sekta zenye low hanging fruits ni mifugo, uvuvi na kilimo. Hizi ni sekta ambazo tukizisimamia kikweli kweli kisayansi zitachukua vijana wengi sana kwenye ajira. Lakini si tu kuchukua vijana, taleta mapato mengi sana nchini. Na ni sekta ambazo mavuno yake yanatakiwa kwa haraka. Tukiangalia hapa nchi za Gulf zinataka nyama iliyochinjwa na nyama hai. Wanyama hai kwa season zao, lakini nyama iliyochinjwa kwa kiasi kikubwa sana. Hatuwezi kunani. Sasa mpaka tuisimamie BBT mifugo, vijana wale wafuge na wengine wafuge, wafugaji wa kawaida wafuge, tuwabadilishe, ndio tutaweza kuuza kwa wingi kwenye hayo masoko. Lakini uvuvi vile vile. Sasa hivi ni samaki ya kufugwa tu. Wenzetu wanakula kila kitu, vyakula hakuna. Kuna soko la China hatuwezi kulimaliza. Tukifuga vizuri, tukifuata standards, na wewe ni bingwa sana kwenye ufugaji, kwenye uvuvi, tutakwenda vizuri. Lakini jingine, yale mapato tunonyang'anywa kule high seas. Mimeli inakwenda kule, si tunategemea mapato ya leseni tu. Lazima tubadilike sasa. Tubadilike na tujue wanachukua nini, na lazima wa process kile wanachokichukua, lazima wa process ndani. Kwa hiyo tuende kutoka na mabadiliko ya sera, mabadiliko ya sheria, lakini lazima tusimamie sekta zifaidishe taifa letu.